Simba kacheza mpira mwingi sana, ni bahati na narudia tena. Bahati ilikuwa kwetu sisi wanalunyasi. Huu ni mjeni wa Simba, so upande wa pili nyuma mwiko. Ujeni ni wa kwetu sisi nchi. Na John, shabiki na mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea katika mchezo wao wa marudiano dhidi ya Almasri, utakuwa ni mchezo wa aina gani? John, habari yako? Sawa bana, mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Tunaamka salama, tunaanza kukutana tena kududisha gurudumu la mpira. Ndio. Yeah. Simba anarudi sasa nyumbani kutafuta tiketi ya kutinga katika hatua ya nusu finali. Utakuwa ni mchezo wa namna gani haswa? Nje ya uwanja na ndani ya pitch? Mchezo utakuwa ni mzuri, utakuwa ni mgumu, utakuwa ni mzuri. Simba yeye ni alfajiri, wachezaji wanakwenda kambini. Ndani kesho kutakuwa na press ya mediali. Maeneo ya Mbezi anazindua kispika kuhusu hamasa kwa tarehe 9 mpaka leo ni tarehe 4, bado siku 5 kuelekea Jumatano saa 10 kamili ndani ya Lupaso kwenye kumchinja Almasri. Mechi itakuwa ya kisasi. Mechi itakuwa ya kisasi. Tutafungwa away goli 2 dakika 45 kipindi cha kwanza, bao dakika 45 kipindi cha pili kwa Mkapa. Yeye kashinda nyumbani kwake, na mimi nikuja nyumbani kwangu mimi nishinde. Naamini 100% kwa umoja wa Simba, mshikamano wa mashabiki na viongozi, sisi tunakwenda nusu finali msimu kwa kishindo. Tunapindua rekodi ya mwaka 78 79. Simba alifunga goli 4 kwa Mkapa uwanja huru. Pindi hicho so uwanja Mkapa ni uwanja huru. Kafunga goli 4 kwa uwanja huru. Tukaenda Zambia tukashinda goli 5 bila. Senu Ali kapiga hat-trick na George Kulago goli 2. Tukafuzu Simba hatua makundi. Naamini Simba inaweza kuvunja rekodi hiyo. Sababu kitu chochote kinacho Tanzania hii kanisha Simba Sports Club. Kuvaa jezi, kucheza mchezo wa mataifa ni Simba. Kitu chochote ni Simba kaanzisha. Nyuma mwiko anafuata tu. Nyuma mwiko anafuata. Vitu vyote nchini ni Simba Sports Club inaanzisha. Vitu vyote. Yeah. Vitu vyote ameanzisha Simba. Tulitazama ule mchezo, Elie Mpanzu alikuwa ni mchezaji ambaye amewaka sana, lakini bahati tunaweza kusema haikuwa kwa upande wenu. Mlikuwa wapi? Kule mpira kuna mambo matatu. Mpira juzi matokeo ya mechi ya Almasri tarehe 2, matokeo kikatili. Haya ni matokeo kikatili. Wao wakacheza mpira, wewe ukija kufungwa ndio matokeo. Kule mpira kuna matokeo matatu, na kufungwa na kushinda, kufungwa na kushinda, kudraw. Simba kapambana mpaka tone la jamu. Mungu si Asumani. Sio bahati sasa kwetu sisi. Tucheza mpira mwingi sana. Mungu hajatuandikia kupata matokeo. Na hapa katuandikia tupate matokeo aliza Tanzania. Naamini wachezaji Elie Mpanzu akamka vizuri na Kibdenisi na Chaziaua. Naamini kuna kitu Jumatano kinatokea Tanzania hii. Kuna mtu atazimia Tanzania hii. Kuna watu hata amini Simba macho yao kama Simba ataingia nusu finali. Ndio Jumatano Simba atatakisha ulimwengu. Wanaoteseka wako wapi? Kwa nini uteseke brother? Ndio sema Simba haini hatua nusu finali. Ndio Jumatano hiyo. Ndio baka mpenja na mnukuu. Wanaoteseka wako wapi? Kwa nini uteseke brother? Ndio hicho Jumatano. Simba kukutana Oroya hapa. Kitu gani kinakutia matumaini kwamba Simba akiwa nyumbani hapa atafanikiwa kutinga katika hatua ya nusu finali? Kwa mchezo wa cheza juzi tukia away ilimpa Simba matumaini. Simba kacheza mpira mwingi sana, ni bahati na narudia tena. Bahati ilikuwa kwetu sisi wanalunyasi. Bahati yetu iko kwa nyumbani kwa Mkapa. Ni bahati tena ipo nzuri tu. Bahati kubwa. Tutavuka kwa goli nyingi sana. Kichwa mkuta Oroya ndio kichwa mkuta juzi. Huyu Almasri akae chonjo. Kichwa mkuta Johnny Galaxy. Kwa mtu atapiga sako la nyani. Goli nyingi sana. Hautaamini Mariam. Nakwambia. Tumesikia nje ya uwanja kama mashabiki mmejipanga kuzuia fitna zote. Mipango yenu imekaaje sasa? Mipango iko sawa. Sasa tutaki kuona mtu yote wa kijani kama jambo halimhusu akae chonjo. Yeye kaishia makundi
Jambo alimuhusu achane nalo. Mnahisi mtafanywa fitna? Wenzetu sana wataka fitna hiyo. Lakini jambo la nchi inasimama. Ndio hatutaki kumwona mtu yote alivaa jezi za kijani. Hii jambo ni la kwetu kuanzia airport pale mpaka uwanjani, mpaka hotelini. Ni Simba, huu ni mjeni wa Simba. So upande wa pili ni Mwamwiko. Ujeni ni wa kwetu sisi nchi. Tulia nchi simame kwa muda masaa kadhaa ndio ndio mambo yenu. Lakini kuona kiongozi kuvaa jezi ya Almasry mara nini? Hakuna. Wewe kukuta viongozi wa Simba kuvaa jezi ya pinzani au kuti. Osha kama Mungu kavaa jezi ya Emosiaja au ya Mazembe au kuti. Sisi watu wa football. Sisi utani wetu wana Simba. Baada ya 90 unafungwa na Simba anakusomea. Lakini wenzetu wanavaa mpaka jezi ya mpinzani kiongozi mkubwa tu. Jezi ya Orlando, Kaizer Chiefs, jezi ya AS Berkane mpaka anawalegeza watu fanyeni nini. Kamlegeza Ibenge, wenyewe mpokea, kawafunga baba, kawafunga. Kawabalia siende wasinde robo finali. Ni Ibenge, wenyewe wanamlegeza Yanga. Wanamlegeza mtu siku Sumani wanakutana naye. Ndio maana kocha Ibenge akasema mbinu zote ninazijua Tanzania. Hao wananielekeza. Mimi sio mjeni Tanzania, wanja Mkapa. Matokeo kwa Young African mpaka dakika 90 kafungwa na Ibenge. Ndio. Tuzungumzie sasa kile ambacho kilichomtokea Ali Shabani Kamwe. Tumeweza kuona maandiko yamekuwa ni mengi, lakini pia Haji Sande Manara na yeye pia aliweza kutoa ushauri wake kuelekea kwa mkuu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paul Chacha. Kwako wewe kama mdau wa soka tukio lile ama unalizungumziaje? Mimi Paul Chacha ni mkuu wa mkoa, ni mdau wa mpira, ni mwanachama wa Tabora, ni mlezi mkuu wa Tabora. Alichokifanya iko sahihi. Kaeka milioni 20 Young African Chamazi kafa goli 2 bila. Kaeka milioni 50 kwa Simba, Tabora amfunge Simba, matuzuri kwa utasimba iko kuna ubora. Simba ni mkubwa, akamtia goli 3, wakakosa milioni 50. Kaweka milioni 50 ya Simba, kaongeza milioni 10, ika milioni 60 kwa Young African. Ukifunga milioni 60 hapa kaweka kwa mange akuangalia kwa timu zote. Kaweka kwa timu zote ni kubwa. Maana kamuumbua mkuu wa mkoa wa Mwanza. Ikija Simba na hela, ikija Yanga hamna hela. Yanga kisa na Pamba iko uchi. Hamna hadi chochote. Pamba kisa na Simba unaweka milioni 50. Na wasii wa mkuu wa mkoa waige mkuu wa mkoa wa Tabora Festo Chacha. Iko sahihi. Akubagua timu zote katika kwa timu zote kubwa. Paka na Azam kaekewa. Azam akafa mpaka Singida kaekewa na Tabora wakadraw kapa milioni 10. Kitendo cha Ali Kamwe kulala polisi watu wengi wameonekana kuto kupendezwa nacho. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kamtukana katoka kwenye mpira, maana kuna maisha baada ya mpira. Kaacha kwenye mpira kaja kumtukana kibinafsi. Sasa yule mkuu wa mkoa ni topu kama leo hivi mtukane mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nakwenda jela kwa sababu ni mkuu wa usalama. Kiachotokea chote hapa nchi hapa mkoa wa Dar es Salaam hata uuzwa mtu anauzwa yeye. Sababu akija rais kwenye mkoa wake sema yala mkuu wa mkoa, lazima mkuu wa mkoa anajua anaomba ulinzi zaidi. Ulinzi unaongezeka. Maana yake kitu chochote mkuu wa mkoa anaulizwa. Hata uulizwa mwenyekiti wa serikali mtaa anauza mkuu wa mkoa. Bana hichi na hichi anaulizwa. Ndio maana alichokifanya Ali Kamwe kafanya kosa kubwa sana kwa kumwatachi. Maana kule kako na rais. Baada ya rais ndio yeye. Kwa maana kamtukana Mama Samia Suluhu Hassan. Ali Kamwe kamtukana, ni kosa kubwa sana kumtukana mkuu wa mkoa. Maana yake Mama Samia ampitie, amkagua katika mweka yule, kamwamini. Festo Chacha mkuu wa mkoa wa Tabora. Festo Mangia mkuu wa mkoa wa mkoa wa Dar es Salaam. Iko sahihi, kateuliwa na rais. Baada ya rais akuja mkuu wa mkoa. Ndio maana yake kiachotokea chochote anaulizwa mkuu wa mkoa. Ndio maana kaekwa ndani na masaa 24 katoka jana kwa zamana. Iko sahihi. Unamwambia nini sasa Ali Kamwe? Abailike. Amwige ndani ya Mediali msemaji wa Simba. Jana Mediali kafungiwa. Lakini kuangalia wasemaji wa wote ashafungiwa kaso Bumbuli tu. Na ule ayatukwambia site wawili, ukibakia wengine wote wajela. Washafungiwa, sio jela, washafungiwa. Ikiwa Manara, akiwa nani, Atonyulugazi wengi washafungiwa. Unjue kauli mdomoni jwe. Ulimjua una mfupa.
kauli yako inakufunga inakuweka mahakamani. Sasa kauli inamfunga, kamwita Juma Mgunda. Mgunda bora nini? Bora ndazi. Maana yake Mgunda na Shabani Kamwe na babake. Mgunda mkubwa ajue. Mzee Kamwe mdogo. Ni mjukuu wake. Mimi Mgunda siwezi kumtukana. Mgunda kama kakaangu. Siwezi kumtukana mimi Mgunda. Siwezi. Hata Darage mimi siwezi kumtukana. Na heshimu mtu mzima. Kuna kauli ya kuzungumza lakini isipitilize mipaka. Ukisha na kima akufanya paka msikitini. Ndio hicho alikama apitiliza ule mtoto wetu. Mimi mwanangu anamuita mimi anikuti mimi na miaka mimi na 45 anikuti mtoto mdogo anazaliwa alikama mtoto mdogo sana kwanza kaisha form 4 ni feli form 4 amagari amediari diploma ya uandishi ushamona ameweka fungiwa kapia tuzo la Jakajwe msemaji kwa kuongea Kiswahili fasa pale samaki Masaki alipewa tuzo na Jakaya Ndanga African mwana Yanga kamkabidhi tuzo amediari kakuongea Kiswahili fasaha azungumzi kwa sema kifika hapa anaona kimafumbo kama nyuma mwiko kimafumbo na kuangalia kwa jezi Yanga nyuma mwiko ipo ndio msio katoto TFF naona hiyo sawa mimi natukana hii tusi angalia kuna kadi yao kuna jezi yao mpaka kwenye nembo yao nyuma mwiko sio tusi kumbe wakashinda kumbe kesi ana hii kumchafua mediani sasa wanefeli ndio yeye azidi kuchafuliwa hii sio kama atapona sijui alikamwe ana shida ndio mtoto ana shida hajui kuzungumza hajui masuala mpira hajui aige kuna football mazungumzo maana usemaji wewe mbona msemaji wa serikali msiku shona katukana kwa nini paka sasa hivi wakaangapi paka huyu karibu wa 8 bado msemaji mkuu wa serikali kwa nini anajua aliza kuzungumza hii utani anazungumza vizuri tumeona yeye kabisa goli la mama anazungumza ufasaha na vajezi ya Simba na vajezi ya Yanga African au mkuu kutukana ndio wapi uige mfano ule kwa Msigwa msemaji mkuu wa serikali wewe unashikia taasisi ile unaisemea vizuri sasa yeye azidi kuishafua taasisi yao bali azidi kushuka bali Yanga African inashuka inapanda Tabora mangali bwana mama anamzima na mke bana mangalie msemaji Tabora uko katukana kapiga promo ya Tabora ukatapika kapiga promo mecha adhabu mecha Simba promo kapata hela kikafungwa haja atafungwa na mkubwa sikafungwa na Simba goli 3 kapata pesa anaingiza kaingia brand wengi wafuasi wamfuate ikaja mecha Yanga Afrika nikapiga promo kapata wafuasi wengi yeye kamfunga Tabora yeye huko kaenda jela mandake nini kashuka yeye huko kwa mtandao wa mtuka wa mwana Taira ama chochote cha kufanya ndio ndazidi kupata kuna mpira anajaribia alikamwe asio kama anapata wafuasi wengi anazidi kuporomoka ule mwanangu na mambo kabisa ubadilike unapozungumza kwenye media ile namba maandishi afutiki paka milele ataka kaburini atakuja watoto wake wataikuta clip ile kwa mkoa ile ifutiki ile milele baba homeless aende kwenye media alifuta sababu ipo nje kwa zamana mpaka tarehe 21 soda Islamu tena Tabora kwenda Tabora akaelezea wapate vigezo kakutuma nani kila kitu sasa akipata maelezo kamili upelezi kamilika yule bana huyu atafungiwa miaka miwili ile habari ya kufungiwa ipo kweli huyu atafungiwa ile anafungiwa na msisi ana makini sana shukrani sana John.